Jude Okoye Chigozie, kaka mkubwa wa Peter na Paul Okoye maarufu kama P Square, na meneja wa zamani, siku ya jana, yani Ijumaa, alionekana akiondoka katika viunga vya mahakama jijini Lagos, Nigeria, baada ya kusikizwa kwa kesi yake ya utakatishaji fedha kuahirishwa. Kesi hiyo itaendelea dhidi yake kwa kushirikiana na tume kupambana na uhalifu wa kiuchumi na fedha EFCC. Katika video iliyosambaa kwenye mitandao ya kijamii, Jude aliyekuwa amevalia shati jeusi na suruali nyeupe alionekana akitembea pamoja na mdogo wake Paul Okoye anayefahamika kama Rude Boy, aliandamana naye kwa ishara ya mshikamano wa kifamilia. Wote wawili walionekana watulivu wakiwa wameweka mikono mifukoni walipokuwa wakitoka mahakamani. Jude Okoye na kampuni yake ya North Side Music Limited wanakabiliwa na mashtaka 7 ya utakatishaji fedha wa jumla ya naira bilioni 1.38, dola za Kimarekani milioni 1 na pound 34,537. Kwa mujibu wa taarifa za EFCC, mojawapo ya mashtaka hayo yanadai kuwa mnamo mwaka 2022 Jude alitumia fedha zinazoshukiwa kuwa za shughuli haramu kununua mali ya thamani ya naira milioni 850 katika eneo la kifahari la Ikoyi, Lagos. Tume hiyo pia imeeleza kuwa tukio hilo linakiuka masharti ya sheria ya kuzuia na kupambana na utakatishaji fedha mwaka 2022. Mashtaka mengine yanasema Jude Okoye na North Side Music Limited wakati fulani kwa mwaka 2022 walitumia njia zisizo za moja kwa moja kupitia ofisi za kubadilisha fedha ni Bureau de Change kubadilisha jumla ya dola milioni 1 kutoka akaunti ya Access inayomilikiwa na North Side Music Limited na kuziweka katika naira na kisha kuhamisha kwenye akaunti mbalimbali za benki kwa lengo la kuficha siri ya fedha hizo kuwa ni mapato halifu. Kwa kufanya hivyo, walitenda kosa la kihalifu. Mashtaka mengine ya wizi yanahusu kiasi cha fedha dola milioni 1 na euro 34. Jude alifikishwa mahakamani kwa mara ya kwanza tarehe 26 mwezi Februari mwaka 2025 na aliposoma mashtaka yote alikana kuhusika. Tangu wakati huo amepewa dhamana ya naira milioni 100, ingawa kesi hiyo imeahirishwa kwa sasa. Tarehe ya kusikilizwa kwa mara nyingine bado haijatangazwa rasmi na mahakama. Iwapo atapatikana na hatia katika kesi, anaweza kuhukumiwa kifungo kisichopungua miaka 4 jela au faini isiyopungua mara 5 ya thamani ya fedha zilizohusika kwenye uhalifu au adhabu zote kwa pamoja. Hapo ni SNS Mini Gen Man.